Lakini angalizo, dawa hii inaweza kutumika na mtu yeyote, sio lazima awe tu mjamzito. Kwa hiyo inaweza kutumika na mtu yeyote hata ambaye si mjamzito, lakini pia inaweza kutumika hata na mtoto lakini pia hata na mzee. Kwa nini nimewekwa picha mjamzito? Kwa sababu wajawazito ndio wako katika riski zaidi au ni wahanga zaidi wa kuhitaji kuongezewa damu kufuatana na mahitaji yao. Kwa hiyo hiyo ni Hemovit na ndani yake inakuwa namna hii, Kwa hivyo atatumia namna gani itategemeana na kiwango chake cha damu kimeshuka kwa damu. Lakini inaweza ikawa Hemovit kama hii ambayo ni sawa na hii ya syrup. Ila sasa hii ni ya kumeza kwa maana ni capsules na ndani inakuwa inafanana namna hii. Inafanana namna hii na mchanganyiko wake inakuwa ina ferrous, lakini ina folic acid, ina magnesium na pamoja na ina zinc. Kwa dawa za kuongeza damu kwa mjamzito, dawa za kuongeza damu kwa haraka kwa mjamzito. Wanawake wajawazito wamekuwa wakikabiliwa na magonjwa mbalimbali na matatizo mbalimbali ya kiafya, hali ambayo inapelekea kuchukulia kundi hili la wajawazito kama ni moja ya makundi ambayo yanahitaji uangalizi wa karibu na ufuatiliaji wa kiafya. Sasa kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu ni ukweli kwamba wanawake wanashambuliwa, wanawake wajawazito wanashambuliwa sana na magonjwa kama fungus, ukeni, lakini wanashambuliwa sana na magonjwa kama UTI na magonjwa mengine nyemelezi, malaria, lakini pia wanapata kushambuliwa na hali tofauti za kiafya kama vile upungufu wa damu na matatizo kadhaa. Sasa hii upungufu wa damu imekuwa ikiwasumbua sana wanawake wajawazito, na kwa bahati mbaya sana wengi huwa hawajui nini cha kufanya. Yaani kadri anaporudi kliniki anakuta damu imepungua, kadri anaporudi anakuta damu imepungua, hajui nini kinasababisha, lakini nini afanye ili kumaliza hilo tatizo. Sasa leo tutaangalia kwa kifupi tu baadhi ya dawa ambazo zinatumika kuongeza damu kwa haraka kabisa kwa mjamzito. Kwanza kabla hatujaenda kuangalia aina ya dawa zinazotumika, ni vyema tumepata kuangalia kiwango sahihi cha damu kwa mjamzito kinatakiwa kiweje. Kwa mwanamke ambaye sio mjamzito, kwa kawaida damu inatakiwa ianzie 12 hadi 15.5. Hii ni gramu per deciliter, katika kipimo hicho cha gramu per deciliter. Kwa hivyo mwanamke ambaye ni mjamzito huwa kwa kawaida ujauzito tumeugawa katika sehemu tatu, miezi mitatu hadi atakapojifungua. Kwa miezi mitatu ya mwanzo huwa tunaita ni first trimester, na miezi mitatu ya pili huwa tunaita ni second trimester, na miezi mitatu ya mwisho huwa tunaita ni third au late trimester. Sasa na kiwango cha damu pia kiko katika mgawanyiko huo. Kwa mfano, mwanamke ambaye ni mjamzito, ujauzito ndo unaanza, damu yake inatakiwa isiwe chini ya 11, kuelekea 11.5 na kuendelea. Hii tunaita normal. Ikiwa chini ya hapo, huyo tunasema ana upungufu na anahitaji dawa. Hiyo ni kati ya wiki moja hadi wiki kati ya mwezi mmoja hadi miezi mitatu. Na mwanamke ambaye ana ujauzito wa kuanzia miezi 4 hadi miezi 6, damu yake inatakiwa yeye huwa inashuka kidogo, kwa hivyo inakuwa ni kati ya 10.5 hadi 11.5. Ikiwa chini ya 10,
yeye inakuwa ni upungufu na anahitaji apatiwe dawa. Lakini kwa mwanamke ambaye ujauzito wake ni zaidi ya miezi 6, ni miezi 7 na kuendelea, yeye damu yake inatakiwa isiwe chini ya 12, yaani iwe 12 kwenda juu. Huyo ndio anakuwa ni normal. Chini ya hapo atahitaji kuongezewa damu kupitia matumizi ya dawa. Sasa ni dawa gani atazitumia? Dawa ni hizi hapa. Dawa namba 1 ambayo imezoeleka sana ni hii hapa. Hii inaitwa Hemovit, maarufu sana kama unavyoona hapo, imechorwa picha mjamzito. Lakini angalizo, dawa hii inaweza kutumika na mtu yeyote, sio lazima awe tu mjamzito. Kwa hiyo inaweza kutumika na mtu yeyote hata ambaye si mjamzito, lakini pia inaweza kutumika hata na mtoto, lakini pia hata na mzee. Kwa nini nimewekwa picha mjamzito? Kwa sababu wajawazito ndio wako katika riski zaidi au ni wahanga zaidi wa kuhitaji kuongezewa damu kufuatana na mahitaji yao. Kwa hiyo hiyo ni Hemovit, na ndani yake inakuwa namna hii. Kwa hivyo atatumia namna gani itategemeana na kiwango chake cha damu kimeshuka kwa asilimia ngapi. Kwa kiwango cha kutumia itategemeana na kiwango cha damu yake imefikia ngapi. Kwa anaweza kapata mililita 10 au mililita 15 au mililita 20, na hii anaweza kutumia aidha mara 2 kwa siku au mara 3 kwa siku, itategemeana na wingi au kiwango chake cha damu. Hii hapa ni Hemovit. Lakini inaweza ikawa ya kampuni nyingine, ni dawa hiyo hiyo lakini ya kampuni nyingine, kama vile hii hapa ambayo ni inaitwa Hematon. Hii pia ni mililita 200. Hii ni mililita 200. Nataka ifanane tu kama ile, na namna ya matumizi pia ni sawasawa tu kama ile ilivyo. Ndio hii hapa. Dawa nyingine ni hii hapa, inaitwa Proferin. Yenyewe ina uwezo mkubwa zaidi kuliko hizi mbili ambazo tumeziongelea mwanzo, na inaongeza kwa haraka zaidi kuliko hizi mbili ambazo tumeziongelea mwanzo. Na utofauti wake ni kwamba katika hii kuko na jambo la ziada au kuna kitu cha ziada ambayo ni vitamin C. Vitamin C huwa inaongeza absorption au inarahisisha absorption ya ferrous au madini chuma. Kwa hiyo hii inakuwa na matokeo chanya zaidi kulinganisha na hii. Hii hapa kwa ndani unaweza kuona hapa ndani hii, lakini yenyewe mililita 200 pia. Namna ya utumiaji ni sawa kama hizi zingine, inakuwa namna hiyo, lakini inaweza ikawa ya kampuni nyingine kama hii hapa inaitwa Globin Z. Globin Z na yenyewe ni mililita 200, na yenyewe inatumika sawasawa na zinavyotumika hizi. Na hii hapa anaweza kutumia mtu yeyote, pia mjamzito anatumia, lakini anaweza kutumika kwa mtu mwingine yeyote. Sasa jinsi za maji zenyewe zina uwezo wa kuongeza damu kwa haraka sana, lakini haiwi endelevu. Kwa hiyo kama mtu tatizo lake ni endelevu, kama huyu mjamzito kiwango chake cha damu kiko chini sana, ni vizuri kupata dawa za kumeza kwa maana ya vidonge, ikiwa namaanisha tablets au capsules. Nikisema capsules namaanisha zinakuwa kama hivi, muundo kama huu. Hizi ni capsules. Na nikisema tablets namaanisha muundo kama huu hapa. Sasa hizi anatumiaje? Anaweza tumia kidonge kimoja
mara moja kwa siku, au kimoja mara 2 kwa siku, au kimoja mara 3 kwa siku, itategemeana na huyo mtu damu yake imepungua kwa kiwango gani. Hii ni maarufu sana. Miaka ya nyuma kidogo kulikuwa kuna brand moja inaitwa Fefo. Ndio mchanganyiko ambao ulikuwepo kwenye Fefo ni sawa na mchanganyiko ambao uko kwenye hii. Inakuwa na vitamin B9 ambayo ni folic acid pamoja na ferrous ambayo ni madini chuma. Kwa hiyo huwa tunafupisha, badala ya kuandika ferrous plus folic acid tunaandika Fefo, kwa maana ya Fe kwa ikiwakilisha iron, yani ferrous, na Fo ikimaanisha folic acid, yani vitamin B9. Ndio hii hapa, lakini inaweza kutumika kama hii hapa ambayo ni capsules yenyewe kwa brand ya Ferroton. Hii ina kitu cha ziada, yenyewe ina folic acid, ina ferrous kama ile, lakini ina vitamin B12, vitamin B12. Ndio hii hapa inaitwa Ferroton. Lakini inaweza ikawa Hemovit kama hii ambayo ni sawa na hii syrup, ila sasa hii ni ya kumeza kwa maana ni capsules, na ndani inakuwa inafanana namna hii. Inafanana namna hii, na mchanganyiko wake inakuwa ina ferrous, lakini ina folic acid, ina magnesium pamoja na ina zinki.